Tunapenda kutumia nafasi hii kama mtandao wa watetezi wa haki za binadamu kuendelea kutumia nafasi yetu ya kulishauri taifa pale ambapo tunaona kwamba kuna uhitaji wa kupata ushauri wa mambo kadhaa ambayo yanaendelea kutokea katika taifa letu. Ni wazi kwamba wote mnafahamu kabisa kwamba tulikuwa na zoezi la uchaguzi ambalo lilipitia changamoto nyingi, hasa maandamano ambayo yalipoteza maisha ya watu wengi wa Tanzania, lakini pia mali pamoja na shughuli zingine zote za uchumi kukwama. Mtandao wa watetezi wa haki za binadamu kwa muda wote tumekuwa mstari wa mbele kufuatilia matukio na kutoa mwongozo na kushauri. Tumekuwa tukijitahidi kuepuka kuwa walalamikaji. Tumekuwa tukijitahidi kuepuka kukemea peke yake bila kutoa mwongozo au kutoa mashauri au solution, tuseme kwa lugha ya Kiingereza, ya nini kifanyike ili kuondokana na changamoto hizo. Tulifanya hivyo kabla ya uchaguzi, lakini hata baada ya uchaguzi hatukukoma au hatukusita kuendelea kushauri nchi, kushauri wa Tanzania, kushauri viongozi namna gani tunaweza tukaenenda katika kipindi hichi ambacho taifa limegawanyika, taifa liko katika mtanzuko mkubwa wa namna gani tunaweza tukaenda tukiwa wamoja na tukiwa na amani ambayo tumezoea kwa muda mrefu. Tunapenda leo kutumia nafasi hii kushauri viongozi wetu kuanzia Rais Samia, viongozi wote wa nchi hii pamoja na Watanzania wote kwa ujumla, namna gani tunaweza tukarudi katika misingi ile ya kwetu ya kitaifa tukiwa na amani na utulivu. Kwanza kabisa tunapenda kuzungumza kwa sehemu kubwa na Mheshimiwa Rais Samia. Tunapenda kukumbusha kwamba Rais Samia alipokea nchi ikiwa katika changamoto nyingi sana ambazo sisi kama watetezi wa haki za binadamu tulikuwa tunazipigia kelele katika awamu ya 5. Na ndani ya muda mchache toka amechukua nchi mwaka 2021 tuliona ni kwa namna gani ambavyo kwa nguvu zake, kwa jitihada zake mwenyewe aliweza kuirudisha nchi katika hali ya tabasamu, hali ya umoja, hali ya utulivu kwa kutumia falsafa ya R4. Falsafa ya R4 ndio ilifanya uongozi wa Rais Samia ndani na nje ya Tanzania ukasifika, ukatukuka, na sisi sote tukaamka kupongeza hatua hizo ambazo walikuwa wanazichukua, ambazo kila mtu alifurahia, makundi yote, sasa kiraia, waandishi wa habari, vyombo vya habari, Watanzania wa kawaida, wafanyabiashara, vyama vya upinzani, wote tuliona kwamba hatua ile ni ya msingi. Nadhani hata yeye mwenyewe moyoni mwake alikuwa katika mazingira ambayo anaona kabisa anaitendea haki Tanzania. Tunataka kusema ni nini? Ni kwamba tunamshauri Mheshimiwa Rais Samia kwamba hatua alizozichukua kuiweka nchi katika mazingira mazuri yale aliyoyafanya katika miaka miwili ya kwake ya uongozi, tena mazingira ambayo alipokea kwa uongozi mwingine, nadhani kipindi hichi ana uwezo wa kufanya vizuri zaidi, kwa sababu changamoto ambazo tunazizungumzia leo zimetokea akiwa yeye ndio kiongozi mkuu wa nchi. Kwa hiyo anaweza akafanya vizuri zaidi. Kama aliweza kufanya kuirudisha nchi katika utulivu, amani na mshikamano baada ya kupokea kijiti kile kutoka kwa marehemu Magufuli, tunaamini kabisa haya ambayo yametokea chini ya uongozi wake, ambayo anafahamu vizuri, anaweza akayafanyia vizuri zaidi, akatumia falsafa ya R4 na tukarudi katika mazingira ya utulivu kabisa, umoja, amani na mshikamano kama taifa. Bado tunaendelea kumsisitiza Mheshimiwa Rais kwamba hasione haya wala asione aibu kurudi chini na kutumia falsafa hizi kipindi hichi ambapo zinahitajika zaidi kuliko wakati mwingine. Taifa wote ni mashahidi kwamba tumegawanyika na tunaendelea kugawanyika kwa misingi mingine ambayo pengine haikuwa hata sehemu ya mgogoro huu ambao tunaendelea nao. Kwa hiyo ushauri wetu ni kwamba, cha kwanza, Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wengine wote waelewa Watanzania sasa hivi wanahitaji kusikilizwa zaidi.
walio wengi wa Tanzania hasa vijana wanahitaji kusikilizwa zaidi. Kwa hiyo tunashauri viongozi watoe nafasi kubwa sana ya kuwasikiliza Watanzania. Yaani wao waongee kidogo sana, Watanzania ndio waongee sana, kwa sababu katika hali ya kibinadamu, katika hali ya kawaida, mtu anapokuwa na nyongo kwa mfano nyingi, akitapika mara nyingi, maana ile nyongo inaondoka. Au mtu akiwa na tatizo la tumbo limechafuka, akienda kuendesha mara nyingi tumbo linakuwa safi. Tuwaache Watanzania wazungumze, hasa wale ambao wana maumivu. Ndio tiba ya kwanza ambayo tunaweza tukaitumia, ni kuwaruhusu Watanzania wazungumze, wasikilizwe kwa makundi, hasa vijana ambao ndio walikuwa sehemu kubwa ya majanga ambayo yametokea katika nchi yetu. Kwa hiyo tunamshauri Mheshimiwa Rais atenge muda wa kuwasikiliza vijana. Watu ambao wanapaswa kuwasikiliza kwa nguvu zote na kwa utulivu kabisa ni vijana. Tumeona amekutana na watu wengine, lakini mpaka tunapozungumza sasa hivi hatujaona jitihada inayofanyika ya kukutana na vijana wa nchi hii, ambao wengi ndio na madai ya msingi ambayo wamekuwa wakiyabebea, masuala mazito ya kitaifa. Kwa hiyo tunadhani, na sisi tulidhani kabisa, na kama bado tunashauri, kama inawezekana, kabla ya hata hiyo tarehe 9 ambayo vijana wamepanga maandamano yao, ni vizuri namna zikaendelea kufanyika za kuwazungumza nao na kusikiliza hoja zao na kuwekea mkakati wa namna gani zile hoja zinafanywa kazi. Lakini jambo lingine la msingi ambalo tunasisitiza ni kwamba ili kuliponya taifa ni lazima tukubaliane kwamba kuna mambo ambayo lazima tuyafanye. Na sisi tunashauri na tumeendelea kushauri kwamba cha kwanza, ili kuliponya taifa ni lazima tukubali ukweli. Ni lazima tukubali kwamba tuna changamoto. Wote kwa pamoja, kila anayesimama mbele ya mic, kila anayesimama mahali popote pale, lazima tukakiri kwamba tuna changamoto. Na hiyo changamoto tuijue kwa mapana yake, ni changamoto kubwa kiasi gani. Kabla ya uchaguzi hatukuwa na majanga ya watu kufa, mali kuharibiwa, tulikuwa tunazungumza changamoto zingine. Lakini baada ya uchaguzi tuna majanga mengine yamejitokeza, vifo na mambo mengine. Tuzungumze ukweli, tujue masuala ya vifo, tujue mali zilizoharibikiwa, tujue vitu vyote vilivyotokea. Huo ndio mwanzo wa kuanza kutibu taifa. Kwa hiyo tusiogope kuzungumza ukweli. Sisi kama Tanzania tutafute ukweli aliyotokea, alafu tusonge mbele. Hiyo ni hatua namba 1. Kuna mambo 10 lazima tuyafanye. Ya kwanza, kama nilivyosema, ni kukubali ukweli. Kukubali ukweli. Lakini jambo lingine ni kukomesha aina zote za uchochezi zinazoendelea kujitokeza. Matamshi ambayo yanaweza kutuweka katika mazingira hatarishi zaidi kama taifa. Tumeona kabisa kwamba wakati mwingine watu wanasimama, pengine wakati mwingine viongozi wanasimama mbali wa kisiasa, wa kidini. Kumekuwa na mvutano, uchochezi mkubwa wa mvutano wa kitaifa, kuendelea kuligawa taifa. Swala kama hili kama taifa ni lazima wote tulikemee, tukatae aina yoyote ya uchochezi. Tusikubali kwenda kuingia kwenye kuongeza chumvi kwenye tatizo ambalo tulilonalo. Matamshi ambayo yanataka kwenda kuligawa taifa zaidi kwa upande wa udini au wa aina yoyote ya ubaguzi, nadhani tusiipe nafasi kwa wakati huu, kwa sababu tayari tuna changamoto kubwa ambayo tunaikabili. Tusiongeze changamoto zingine nyingi. Kwa hiyo tukatae na tukemee, na tunashauri viongozi wakiona kuna mambo ambayo yanajitokeza ambayo yanakwenda kuligawa taifa zaidi, ni vizuri sote kwa pamoja tukakemea na kuhakikisha kwamba tunabakia kuwa wamoja kipindi hicho ambapo tunatafuta mwafaka wa kulitibu taifa. Lakini jambo lingine la msingi, ukiacha kuhakikisha kwamba tunakemea mazingira ambayo yanatugawa zaidi, uchunguzi huru. Uchunguzi huru ndio utatufikisha kwenye ule ukweli tulikuwa tunauzungumza. Bado tunasisitiza kwamba uchunguzi lazima uwe katika mazingira ambayo ni huru zaidi. Manake tuweke mazingira ambayo Watanzania wote walioumia, wenye malalamiko, waliopoteza ndugu zao, waliopoteza mali zao, watakuwa na uhuru mkubwa wa kutoa maoni na kutegemea maoni yao yatafanywa kazi. Hilo jambo la msingi. Lakini kama nilivyosisitiza hapo, jambo lingine la 3 ni majadiliano na usuluhishi. Yaani lazima tuwe na mazingira ya kuwa na majadiliano na usuluhishi kuelekea kwenye maridhiano. Hauwezi kufikia maridhiano kama hautoi nafasi ya majadiliano. Njia pekee ya kuweza kufikia kwenye maridhiano ni kuruhusu watu kujadiliana. Na juzi tumeona watu baadhi ya makongamano, watu wanazungumza. Tumeona watu wanazungumza, wanashauri nchi. Kwa hiyo lazima tuendeleze
kwa uwazi kabisa. Tusizuie majadiliano, tusizuie makongamano ya kujadili mustakabali wa kitaifa. Nadhani tuyape kipaumbele zaidi. Ikiwezekana majadiliano haya yafanyike katika ngazi ya kitaifa, kimkoa, kurudi chini, na yawe ni majadiliano ambayo ni ya uhuru na wazi, yakiendeshwa katika misingi ambayo wananchi wataachwa wazungumze yale ambayo wanataka kuyazungumza. Kusiwe na maelekezo yoyote, wananchi wasiguswe wote, wasitishiwe, watu wawe huru. Na tumeona waziri ule wa vijana katika maeneo ambayo alikuwa akipita, kwa jinsi gani anavyokutana na vijana na kuwapa vijana uhuru wa kuzungumza. Hayo majadiliano ndio tunahitaji, kwa sababu ndio tiba. Wananchi wakizungumza kero zao, shida zao, na zikachukuliwa zikaanza kuwekewa mkakati wa kutibu, nadhani kama taifa tutakuwa tunasonga mbele katika kufikia hatua ile ya kuliponya taifa. Maridhiano, tunapenda kukumbusha kwamba hili swala la maridhiano ni muhimu lifanyike mapema sana iwezekanavyo. Nimesikia kwamba tume ile ya uchunguzi imepewa miezi mitatu. Miezi mitatu hiyo unazungumza mwezi wa pili huko. Sasa nchi kama nchi sasa hivi bado tuko kwenye hali ambayo sintofahamu. Wafanyabiashara hawezi kufanya shughuli zao. Hali imekuwa kidogo sintofahamu. Tena kipindi hichi ambacho watu wanakwenda kwenye sherehe za mwaka, za kufunga mwaka, watu wanahitaji uhuru zaidi. Watu wanahitaji kufanya biashara zao kwa uhuru zaidi. Watu wanahitaji kusafiri kwa uhuru zaidi. Ni kipindi ambacho Watanzania wanahitaji kuwa na uhuru mkubwa zaidi. Lakini tusipofanya jitihada za kutuliza nchi, tutajikuta kwamba hata tunapokwenda kufanya shughuli hizi za mwisho wa mwaka, tutakuwa katika hali ambayo Watanzania kwa mara ya kwanza watashindwa kusherehekea shughuli zao hizi za mwaka katika hali ambayo ni ya utulivu zaidi. Kwa hiyo tunachopenda kusema ni kwamba hata kama tume ya uchunguzi inaendelea na shughuli zake, swala la maridhiano linaweza likaanzishwa mapema iwezekanavyo. Swala la maridhiano lianzishwe mapema iwezekanavyo, kwa sababu madhara ya kutokufanya maridhiano mapema wote mnaona. Sisi tulianza kusisitiza maridhiano toka mwezi wa 5 mwaka huu. Lakini tulivyozidi kuchelewa kuwa na kwenda kwenye maridhiano, tunaona kila siku ya Mungu matukio yalikuwa yanaendelea kujiongezeka na kufanya swala la maridhiano liwe gumu zaidi. Tulikuwa tunazungumza maridhiano kabla Tundu Lissu hajakamatwa. Tulikuwa tunazungumza maridhiano kabla Chadema haijainguliwa kwenye uchaguzi. Tumezungumza maridhiano kabla ya uchaguzi. Tumezungumza maridhiano kabla yale maandamano ambayo yalileta shida kubwa katika nchi hii hayakutokea. Lakini tukazungumza maandamano kwamba tuwe na maridhiano kabla ya matukio hayo yote. Lakini sasa tunazungumza maridhiano, haya mambo yameshatokea. Lakini tusipokuwa makini ni kwamba mambo mengine yanaendelea kutokea. Tumeona sasa hivi jamii kuna mvutano wa kidini unataka kuibuka, kupata mizizi kwenye jamii. Sasa tunaweza tukajikuta tunapochelewesha maridhiano, mambo ya kuja kuingia kwenye maridhiano yatazidi kuwa mengi zaidi na kufanya swala la maridhiano kuwa mgumu zaidi. Tunapochelewa kufanya maridhiano kitaifa, tunatoa mianya ya mambo makubwa kuendelea kujitokeza. Mivutano na migogoro kuendelea kuwa mikubwa kiasi kwamba hata tunapokwenda kwenye maridhiano yetu yanaweza kuwa magumu sana. Kwa hiyo tunamshauri Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wa nchi hii na Watanzania kwa ujumla wote, makundi yote, na viongozi wa dini, taasisi za kiraia, tuone kwamba kuna umuhimu wa kutafuta namna ya kuwa na maridhiano, mchakato wa maridhiano uanze mapema iwezekanavyo, kwa sababu tukianza maridhiano na wote tukarizia kwenda kwenye maridhiano, makundi yote ya kijamii, maana yake tutakuwa tunaanza kupunguza changamoto ambazo zinaendelea kujitokeza kwenye jamii. Tunapoacha swala la maridhiano kwa muda mrefu, lakini hata misingi ya maridhiano huwa inatakiwa ifanyike kwa haraka pale tatizo lilikuwa limetokea. Ukija kufanya maridhiano miezi 6-4 baadaye, yale yanakuwa tena sio maridhiano, itakuwa ni kitu kingine. Kwa hiyo bado tunashauri kama inawezekana mchakato wa maridhiano uangaliwe upya mapema iwezekanavyo. Nadhani tulipaswa siku kadhaa baada ya matukio yale majanga kutoka, tulipaswa sasa hivi kuwa mezani tunaanza kuzungumza swala la maridhiano ya kitaifa. Hilo ni jambo la msingi, na misingi ya maridhiano kama nilivyosema ni lazima truth and reconciliation processes. Lazima tufuate ile misingi niliyokuwa nimetaja hapo: ukweli, uwazi, uwajibikaji na mambo kama. Lazima tuyazingatie. Lazima tuanze kuwa wakweli. Lazima tuanze kukubaliana kwamba kuna changamoto, ndio tutafikia huko. Na sisi ndio tunashauri kwamba kama taifa, nadhani kila mmoja anayeongea na chombo cha habari, nia yake na dhamira yake ya dhati imtume kwenda kuliponya taifa. Huu sio muda wa mashindano. Huu sio muda wa kuvutana. Tusivutane kwa sababu tutaendelea kuliumiza taifa. Nadhani wote tumepata madhara yaliyotokea tarehe 29 na kuendelea. Sidhani kama kuna mtu ambaye
hajapata madhara kwa yale ambayo yametokea tarehe 29. Kwa wote kama taifa tuchukue kama ile ilikuwa ni chachu ya kutupeleka kwenye kuliumba upya taifa letu. Tusiendelee kushupaza shingo, bali tukubali kwamba ni muda wa kurudi sisi kama Watanzania kukaa mezani na kujadili mambo yetu na kukubaliana kama taifa tunakwenda wapi. Tusitumie muda mwingi sana kupambana na watu wa nje. Tutumie muda wetu kutengeneza mambo yetu ya ndani. Hata wewe pale nyumbani kwako ukiwa una matatizo ndani ya nyumbani kwako, nadhani si vyema kuanza kupambana na majirani zaidi, badala yake tatua matatizo yako ya ndani. Ndio tunashauri kwamba tutatue matatizo yetu ya ndani, tukae kwa pamoja kama taifa ili tuweze kusonga mbele. Sasa haya mambo wakati yanafanyika, ni lazima tuwe na utashi wa kuanza michakato mikubwa ya haraka, naweza kusema ya wakati huu na ya muda mrefu. Tuna short term plans na long term plans. Sasa short term plans ndio hizo kwamba lazima tutibu kwanza majeraha yaliyojitokeza. Kuna watu hawajui miili yao iko wapi ya watu wao. Kuna watu wengine wako wamekamatwa, na tunashukuru kwamba kwa takwimu tulizonazo hadi sasa, takwimu ambazo walitoa waziri wa Katiba na Sheria kwamba ni watu 2045 walikamatwa kutokana na vurugu zile zilizotokea wakati wa maandamano. Na hadi sasa watu ambao wameachiliwa kwa takwimu ambazo tunazo sisi, kwa sababu tunasimamia hizi kesi kwa kushirikiana na wenzetu Tanganyika Law Society na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, mpaka sasa walioachiliwa ni 1146 na ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali DPP kwa kuweka nolle prosequi kwamba hana nia kuendelea na kesi hizo. Ni watuhumiwa 1146 kati ya 2045 na kufanya waliobaki sasa ambao wako ndani mpaka sasa ni 899. Kwa hiyo hatua kama hizi ndio zinakwenda kuanza michakato kuonyesha nia ya kuliponya taifa. Na tunaomba hao wengine waliobaki 899 wote waendelee kutolewa. DPP tunashauri kwamba waondoe wote ili tuendelee kuweka mazingira ya kuponya taifa. Na tukishatoa hao ambao walikamatwa kutokana na maandamano, turudi tuangalie wale ambao walikamatwa pia kwenye mazingira ya kisiasa kama kina Tundu Lissu na wengine wote, ili sasa tuweze kurudi mezani kama taifa, tuanze kuzungumza masuala ya maridhiano. Kwa hiyo hatua kama hizi ndio tunapenda kushauri serikali tuendelee kuzichukua, na sio tu kuwaachia walioko ndani, lakini pia tusiendelee kuwakamata, kwa sababu kamata pia inaendelea. Tunawatoa wengine huku tunaendelea kuwakamata wengine. Tusiendelee kuwakamata wengine, badala yake kama tulivyoshauri, tutoe nafasi ya majadiliano, tutoe nafasi watu waseme. Watu wakizungumza inapunguza zile jaziba. Watu wakizungumza manake anahisi amesikilizwa, lakini watu wakizungumza viongozi tunapata hoja za kwenda kufanyia kazi na sababu ya kuanza kufanyia kazi yale mambo ambayo Watanzania wanalalamikia. Kwa hiyo tuepuke kulaumiana. Jambo lingine la msingi ambalo tunasisitiza na kushauri, tuepuke kulaumiana. Katika kuelekea kwenye maridhiano, tusitafute mchawi. Tusilaumiane. Yameshatokea, maji yameshamwagika. Tunachopaswa kufanya kama taifa, namna gani tunaweza tukaliponya taifa. Tusitumie muda mwingi sana. Na ndio maana hata sisi tunapozungumza tunapunguza sana kutoa lawama, badala yake tunatoa mwongozo. Tunatoa mwongozo nini kifanyike. Tusinyoosheane sana vidole, nani kafanya nani. Haya yameshatokea. Tutafute mwafaka kwamba tunatokaje hapa tulipo. Hilo ndio jambo la msingi tunashauri sisi, kwamba tusitafute kwamba nani kafanya hivi kwa sasa. Tutafute njia kuja kwa pamoja, tujue kwamba tatizo ambalo limejitokeza kwa sasa tunakwenda kulitatua kama taifa. Hilo ni jambo la msingi, kwa sababu tukiendelea kutafuta nani huyu, nani kachochea, nani kafanya nini, tutajikuta kwamba tutaendelea kuvutana. Tunaweza kujikuta muda wote sisi kama taifa, badala ya kulijenga taifa, tutaendelea kuvutana. Na miaka 5 yote hii ya Mheshimiwa Rais Samia inaweza kawa ni ya mivutano. Sasa ndio maana tunashauri kwamba tutoke kwenye mivutano, kulaumiana, tutafute chanzo cha tatizo halisi, tulifanyie kazi kama taifa. Hakuna hasara yoyote. Tunashauri hakuna hasara yoyote kama taifa kukaa chini na kufanyia kazi zile hoja zote za msingi ambazo Watanzania na vijana wanalalamikia katika taifa letu. Vijana wanalalamikia mambo ya msingi kabisa
mambo ya katiba mpya, mambo ya kupambana na masuala ya utekaji, ukiukwaji wa haki za binadamu, uchaguzi huru. Haya ni mambo ambayo sidhani kama taifa tutapungukiwa jambo lolote. Badala yake tutakuwa tumejenga taifa imara zaidi kama tutakuwa tumekaa tukaamua kufanyia kazi hizi changamoto, na itakuwa sifa kwa kiongozi. Sidhani kama kwa kiongozi kusimama na kutoa mwongozo wa kufanyia kazi hoja hizi za msingi itakuwa tumempunguzia yeye umaarufu au tumempunguzia yeye nguvu yake. Hapana, badala yake atakuwa ameongeza nguvu zaidi. Kama nilivyotoa mfano kwamba miaka miwili ya mwanzo rais alikuwa na nguvu kubwa sana ndani na nje ya nchi kwa sababu ya kufanya mambo kama haya, kurudisha nchi katika misingi, kulinda haki za binadamu, na ndio mambo ambayo tunaendelea kushauri kwamba Mheshimiwa Rais aone kwamba nafasi hiyo ipo. Kama alivyoitumia huko nyuma, nafasi hiyo ipo na ina faida nyingi kuliko hasara. Faida ni nyingi sana kurudi chini na kuamua kufanyia kazi hizi hoja kwa wakati mwafaka na kwa haraka kuliko kuendelea kuchelewa. Kwa hiyo tunashauri kabisa kwamba tuepuke hilo. Lakini jambo lingine la msingi katika mambo ambayo tunasisitiza, jambo la 8 ni ushirikishwaji wa umma. Jambo lolote tutakalolifanya katika taifa letu kwa sasa tusifanye bila kushirikisha umma na makundi yote ya jamii, ili kuepuka kumwacha mtu nyuma. Hata kama kuna mtu kule atakuwa haelewi au anagoma, tutumie nafasi kubwa na nguvu kubwa kumshawishi. Tukae tuwe pamoja kama taifa ili tuweze kusonga mbele. Tusifanye jambo lolote, na washauri viongozi wangu wa nchi hii, tusifanye jambo lolote bila kuwashirikisha Watanzania kwa makundi yao, kwa ukubwa wao, hasa vijana ambao ndio wenye malalamiko makubwa mengi zaidi ya yale makubwa ambayo tumeyataja. Wana malalamiko mengine mengi ambayo ni muhimu wakasikilizwa. Kwa hiyo ushirikishwaji wa wananchi katika kila hatua na kusikiliza. Kama wananchi hawataki jambo fulani, tukubali kubadilisha, twende na jinsi wananchi wanavyotaka, kwa sababu hawa ndio nchi yao hii. Hawa ndio wanatuelekeza sisi viongozi nini cha kufanya. Kwa kama kuna jambo ambalo wananchi hawapendezi nalo, ni vizuri kusikiliza na kufanyia kazi. Lakini suluhisho la muda mrefu sasa, baada ya kufanya yale yote, kuponya nchi, kutengeneza maridhiano, lazima sasa turudi kwenye suluhisho la muda mrefu ambalo ndio msingi wa matatizo yote tulionayo. Ni kurudi kufumua mifumo ya uongozi na utawala na katiba mpya ya taifa letu, na kuleta katiba mpya. Tukitaka sasa tupate mwarobaini wa kudumu baada ya kufanya haya mambo mengine yote tuliyosema, kutengeneza maridhiano, kuliponya taifa, kukaa sawa, kurudisha nchi katika umoja, kuponya yale majeraha yaliyotokea, hili sasa tuweze kuwa na suluhisho la kudumu, lazima sasa tukiwa tumeshatulia kama nchi, kwa sababu hatuwezi kufanya mambo mengine makubwa kama kutengeneza katiba mpya katika mazingira kama ya tulionayo sasa hivi ambapo tumegawanyika, na mgawanyiko unazidi kuwa mkubwa sana. Kama ni shimo linaendelea kuwa ndefu zaidi, swala la udini linataka kujitokeza. Maana tutashindwa hata kutengeneza katiba mpya kama tukiendelea kuchelewa na kufanya kwamba mgawanyiko uendelee kuwa mkubwa zaidi. Tunachosema nini ni kwamba baada ya kuweka nchi sawa, baada ya kurudi kuwa wamoja, baada ya kukaa na kuzungumza na kunywa chai kwa pamoja kwa makundi yote, viongozi wa dini, taasisi zote, wanasiasa, makundi yote, tukawa kitu kimoja, nadhani sasa tunahitaji katiba mpya. Katiba mpya ambayo tutaitengeneza sasa itibu majeraha ya muda mrefu. Vyanzo vya matatizo tulionayo leo yanatokana na mfumo wetu wa uongozi na utawala na katiba mpya. Sasa tukitengeneza katiba mpya, tutakuwa 50% ya matatizo tunayoyaona leo yatakuwa yameondoka. Kwa hiyo ni suluhisho ya kudumu ambayo itakuwa ije baadaye kabisa. Sasa baada ya kukaa kwa pamoja kama taifa, baada ya kuwa tumeshajirudisha katika misingi ile ya kuwa wamoja, tumeshapunguza machungu ya watu, wale waliofiwa tayari wameshapata namna ile, kwa sababu kwenye maridhiano ni pamoja na kuhakikisha kwamba wale wenye machungu wanatafutiwa namna ya kupunguza machungu yao na kusamehe na kupata namna fulani ya unafuu, na wale waliofanya makosa katika masuala ya maridhiano kuna nafasi pia kuwajibika. Hapo Rwanda watu waliofanya makosa waliwajibishwa. South Africa wao waliamua kuchukua njia ya kusameheana waliofanya makosa. Kwa hiyo sisi kama taifa tunaweza tukakubaliana tuchukue hatua gani? Tuchukue njia ya kusameheana, tuchukue njia ya kuwajibishana. Yote hayo yatatakiwa yajadiliane kwenye maridhiano, kwa sababu maridhiano ndio yataweka, baada ya kuweka ukweli kwamba hawa ndio waliouawa, hawa ndio walioua watu. Sasa kama taifa kwenye maridhiano tunakubaliana, tufanyaje? Tusameheane au tuwajibishane? Hiyo itategemea tutakavyokuwa tumetengeneza mfumo wetu wa maridhiano kama taifa. Na ndio maana tulisema kama tunashindwa kutengeneza mfumo wa maridhiano wenyewe huku hatuaminiani, sio mbaya kuchukua watu ambao wa nje
ambao tunadhani wanaweza kuja kukaa wakawa ni sehemu ya kutengeneza maridhiano baina yetu. Watu ambao watakuwa ni neutral, watasimama katikati, alafu makundi yote ya kijamii yakawa sasa yanapatanishwa kujenga upatanisho wa kitaifa, maridhiano ya kitaifa. Ndani baada ya hapo tunaelekea kwenye michakato mikubwa kama ile sasa katiba mpya na maboresho ya sheria, mifumo ya uchaguzi na utawala kwa ujumla. Hivyo ndivyo tunapaswa kwenda kama taifa. Na jambo lingine ambalo tunapenda kulishauri kama taifa ambalo linatusikitisha hadi sasa. Nchi hii ina wazee wengi. Ina wazee wastaafu waliotumikia taifa hili. Ina wazee ambao wamekuwa viongozi wakubwa, lakini kinatusikitisha kwamba Tanzania miaka ya nyuma ndio ilikuwa inaongoza kwenda kutafuta maridhiano kwa nchi zingine zinazotuzunguka. Kuanzia masuala ya ubaguzi wa rangi Afrika Kusini, Tanzania ndio ilikuwa center maridhiano hapo. Lakini migogoro yote iliyotokea ukanda wa Ziwa, Rwanda, Burundi, wapi, Tanzania ndio ilikuwa sehemu ya maridhiano. Hata wenzetu Kenya hapo walipoingia kwenye mgogoro, tuliona viongozi wetu wastaafu walikwenda kule kutafuta kushiriki masuala ya maridhiano. Lakini leo hii inasikitisha kuona kwamba wazee wetu wa ndani hatuwaoni, sio tu kwamba wakekemea, lakini hata wakishauri mambo mazito kuhusu mwelekeo wa kitaifa. Jambo ambalo tunafahamu uzee ni dawa. Kwa mtu ambaye ametumikia taifa hili kwa muda mrefu, anaweza kawa na maarifa makubwa kuliko hata mimi ninayezungumza hapa. Kwa hiyo na akasikilizwa zaidi kuliko hata mimi ninayezungumza hapa. Kwa hiyo napenda kuwashauri viongozi wa nchi hii, hasa wale ambao walikuwa na nafasi mbalimbali na uelewa mkubwa wa nchi hii, wasisite na wao kusimama kushauri taifa. Kushauri ni jambo jema sana. Unajua, unaweza kuwa unashindwa kukemea, unaweza kushindwa kuchukia mambo yanayotokea, lakini inakuwa mbaya zaidi kama utashindwa hata kushauri. Kwa sababu ushauri, sidhani kama muungwana yote ule atakataa ushauri wote kama tunaotoa hapa sasa hivi. Kwa sababu ushauri unaweza ufanyie kazi au ukatae. Lakini wazee wetu ambao wana uzoefu, wengine wana uzoefu na masuala ya maridhiano, wengine wameshiriki kwenye masuala ya maridhiano nchi zingine, kwa nini hatuwaoni kipindi hichi wakitaka kulisaidia taifa lirudi katika misingi ya utulivu, amani, haki na mshikamano? Hilo ni jambo ambalo tunalipenda kulikumbushia pia, kwamba tunapotengeneza maridhiano ya taifa, nafasi ya wazee ni muhimu sana. Nafasi ya makundi yote ni muhimu sana. Viongozi wa dini, ni wasii sana viongozi wa dini, msikubali kuingia kwenye mgongamano, kwenye mgogoro wa kuligawa taifa kidini. Msikubali kabisa kushawishika kuingia kwenye migogoro ya kutaka kuligawa taifa kidini. Taifa letu hili limejengwa katika misingi ya umoja. Hatuna ukabila, hatuna udini, hatuna ukanda. Lazima tufike mahala tuone kwamba hilo swala haliguswi. Msingi huo mkubwa wa kitaifa hauguswi na mtu yote ule. Yote ule anataka kutuingiza katika udini, lazima tumkatae. Tubaki kwenye misingi ya hoja. Tusitaki kuingiza hoja zingine ambazo hazihusiani kabisa na msingi wa malalamiko ambao tunalalamikia kama taifa kwa sasa. Kwa hiyo nawashauri sana viongozi wa dini, mna nafasi kubwa sana ya kuliponya taifa hili. Kwa hiyo simameni katika njia ambayo ni sahihi. Simameni katika kukemea, simameni katika kushauri taifa, simameni katika kuliponya taifa. Tafuteni njia ambazo tunaweza tukarudi tukawa kitu kimoja kama taifa. Mna nafasi kubwa sana ya kulisukuma gurudumu hili la maridhiano na kurudisha nchi katika sehemu ambayo ni sahihi. Na tusichukue upande wowote. Tusichukue upande wowote. Viongozi wa dini tunapaswa msimamie haki, msimamie katikati kulijenga taifa. Kama tunavyofanya na sisi asasi za kiraia, tunatakiwa kusimamia haki, namna ya kuliponya taifa. Hatuchukui upande wowote, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba tukiongoza nchi, tukishauri nchi kwenda katika njia ambayo ni sahihi, wote tutakuwa salama. Na nchi ikiingia katika matatizo zaidi, wote hata sisi hatutakuwa salama. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunapenda kusisitiza zaidi, na sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunapokwenda kufunga mwaka, kwa sababu kauli yangu hii pia ni ya kufungia mwaka, kwamba tunashauri taifa letu lione umuhimu sana, bado tunasisitiza wa kurudi kwenye maridhiano haraka sana, ili tuweze kulinusuru taifa. Sasa hivi watu wanaishi katika hofu. Wafanyabiashara hawauzi. Watu wanashindwa kujua kwamba nitasafiri vipi. Wanaofanya biashara za usafiri nao wanakuwa katika hofu. Kwa kila mtu anakuwa kwenye hofu. Sasa anayeweza kututoa kwenye hii hofu, lazima makundi yote niliyowataja, kuanzia viongozi wetu Rais Samia na wengine wote, makundi yote, tuwe na hiyo nia ya kuliponya taifa. Na kauli siku zote zinaumba. Tunaendelea kushauri kwamba kauli zetu sasa hivi tunazozitoa, tuzitoe kauli ambazo zinakwenda kurudisha amani, zinakwenda
kuponya mioyo ya Watanzania, sio kutonesha vidonda. Tutoe kauli ambazo zinatuleta tuwe kitu kimoja kama taifa. Tukifanya hivyo, nadhani tutakuwa tunalitendea haki taifa letu, lakini pia tutakuwa tunalinda taswira ya nchi yetu ndani na nje ya nchi. Nadhani huu ndio ushauri ambao sisi kama mtandao wa watetezi wa haki za binadamu tunapenda kulitoa kwa taifa, na niwaombe Watanzania wote, kwa makundi yote, kuanzia wananchi wa kawaida, vijana, viongozi wa dini, wanasiasa, wanazuoni, waandishi wa habari, makundi yote, viongozi wa juu, wa chini, kwamba kila mmoja awe na hiyo nia